Lakini faida nyingine ambayo imepatikana kwenye kituo hiki sasa, TANESCO watakuwa wanahudumia wateja aidha kutokea Dodoma au kutokea Mtera, na kwa upande ule kutokea Iringa au kutokea Mtera. Kunapotokea na changamoto ya kiufundi au kunapotokea TANESCO wanataka kufanya matengenezo katikati ya Dodoma na Mtera, wanachofanya wanakidisconnect tu kile kipande. Wanakata umeme upande wa kulia, wanakata umeme upande wa kushoto, wanakiacha kile kipande cha kati wanashughulika nao. Upande wa kulia utaendelea kupata umeme kutoka Dodoma au Iringa, na upande wa kushoto utaendelea kupata umeme kutoka kwenye kituo kile kinachopoza umeme pale Mtera. Kwa hiyo kama nilivyosema, ni mradi wa mkakati, ni mradi ambao umeongeza hali ya upatikanaji wa umeme kwenye maeneo ya vijijini ambayo nimeyasema. Na mradi umehusisha ufungaji wa transformer 2 za MVA 10 kila moja. Na kwa nini tumefunga transformer 2? Ni kwamba inatoa fursa yapo transformer moja inakuwa nje ya mfumo kwa sababu yoyote ile, kama ni fault au inafanywa maintenance, basi transformer nyingine inaweza kuendelea kutoa huduma. Kwa hiyo ni mradi ambao kwa kweli una manufaa makubwa sana kwa wananchi na sisi kwa taifa kwa ujumla, kwa kuongeza nguvu ya upatikanaji wa umeme. Sasa hivi umeme kwenye wilaya hiyo unaweza ukatumika hata kwenye viwanda vikubwa. Mwanzo tulikuwa tuna hiyo changamoto, mtu alikuwa na mahitaji makubwa tusingeweza kumhudumia, lakini sasa hivi hata kukitokea kiwanda kikubwa basi anaweza kuhudumiwa. Kwa kuna manufaa ya kiuchumi, lakini kuna manufaa pia ya kijamii. Kwa hilo tukio tutalifanya kesho, na mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deo Ndejembi, na zoezi litaanza saa 3 litaendelea mpaka pale tutakavyo lihitimisha. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania wenzetu ambao wako jirani waje washuhudie uzinduaji, na kwa wale ambao tuko mbali basi wapitie kwenye vyombo vya habari ili kuweza kuona uzinduzi wa mradi huo wa kimkakati. Aidha, mradi wa pili sasa mwingine ambao ni wa kimkakati ni huu wa kupeleka umeme vitongojini. Kama mnavyofahamu, sisi kama taifa kupitia serikali yetu tumeweza kupeleka umeme kwenye vijiji takriban vyote. Ni katika nchi chache sana za Afrika ambao zimeweza kufikisha umeme kwenye vijiji vyote. Tumefikisha miundombinu ya umeme kwenye vijiji vyote. Hiyo haimaanishi kila mwananchi anayekaa kijijini ameungiwa na umeme, hapana. Kuungiwa umeme ni process inayofuata. Ndio mradi mkubwa ambao haujawahi kutekelezwa ndani ya nchi yetu, kupeleka umeme vijijini. Kwa ni mradi ambao kwanza wenyewe utahusisha ujenzi wa miundombinu, njia za umeme za kilomita takriban 14,000. 14,000 ni zaidi ya urefu wa kipenyo cha dunia. Kwa hiyo ni sawa sana unajenga njia za umeme refu kutoka hapa mpaka upande wa pili wa dunia na bado unabakiwa na kiwango fulani cha line. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana. Njia za msongo mdogo, njia za msongo wa kati ni 13,000, njia za msongo mdogo 14,000. Kwa hiyo tunaenda kujenga njia za umeme zenye urefu wa kilomita 27,000. Tukikamilisha mradi huu, vitongoji katika Tanzania yetu hii upande wa bara ambao vitakuwa sasa havijaungwa umeme wala hakuna mradi unaoendelea, vitabaki 13,900 tu. Hii kazi peke yake, ukiondoa hizo ajira ambao ya wazalishaji vifaa, hawa tu wakandarasi 17 nilosema watatoa ajira ya moja kwa moja 4,600, kwa maana ya watu watakaohusika na manunuzi, watu watahusika na usafirishaji, na wale mafundi ambao wataenda site kwenda kutekeleza mradi. Kwa hiyo ni mradi ambao kusema kweli una manufaa makubwa, mradi ambao unaenda kufungua nchi yetu kiuchumi na kuongeza huduma za jamii.